Maria na Jamila walitazamana kwa hofu. Mdoli ulikuwa umesimama kwenye mlango, ukiwa umeshikiliwa na kivuli kilichofanana na cha Halima, lakini mara hii kilionekana kirefu zaidi, chenye mwili uliofanana na wa binadamu. Macho yake yalikuwa makubwa na yenye mwanga hafifu wa kijani. Jamila alijikuta akirudi nyuma, lakini Maria alibaki amesimama, akihisi kitu cha ajabu ndani ya moyo wake. Ilikuwa ni hofu, lakini pia hamu ya kujua ukweli. Halima, Maria aliita kwa sauti ya juu kidogo, mikono yake ikitetemeka. Kivuli kile hakikujibu, lakini Maria alihisi kama kiliwasiliana naye kwa njia isiyo ya kawaida. Akili yake ilijazwa na picha zisizoeleweka: msichana mdogo akicheka kando ya mto, mdoli huo huo mikononi mwake, kisha ghafla akitoweka kwenye giza zito. Maria alishika kichwa chake kwa maumivu. "Ninayaona mambo, lakini siwezi kuyaelewa vizuri," alisema kwa sauti ya huzuni. Jamila, aliyekuwa akitetemeka, alimgusa Maria kwa haraka. "Hatuwezi kukaa hapa. Tunahitaji kutoka nje." Lakini kabla hawajafanya lolote, mlango wa nyumba ukafunga kwa kishindo kikubwa. Upepo mkali ulianza kuvuma ndani ya chumba kile, na taa zilizo kwenye dari zilizimika kabisa. Giza lilitawala, na sauti ya kicheko cha mtoto ilisikika kwa mbali. "Maria, kuna mtu anacheka," Jamila alisema kwa sauti ya kupasuka kwa hofu. "Najua," Maria alijibu kwa sauti ya chini, akijaribu kutulia. "Lakini lazima tugundue ni nini Halima anajaribu kutuambia." Ghafla, kutoka katika kona ya chumba, mwanga wa hudhurungi ulianza kung'aa. Maria na Jamila waligeuka haraka, na walichoona kilifanya mioyo yao kuganda. Kulikuwa na kioo kikubwa cha zamani, kilichochakaa na kuvunjika katika baadhi ya sehemu. Ndani ya kioo hicho, waliona taswira ya msichana mdogo, akiwa amevalia gauni jekundu lililochanika. Uso wake ulikuwa wa huzuni, na mikono yake ilishika mdoli kwa nguvu. "Hiyo ni Halima," Maria alisema kwa sauti ya kushangaa. Jamila alifunika mdomo wake kwa mshtuko. "Hii inatisha Maria. Tunaweza kufanya nini?" Maria alihisi nguvu zisizo za kawaida zikimvuta kuelekea kwenye kioo hicho. Miguu yake ilianza kutembea yenyewe, kama vile alikuwa amepoteza udhibiti wa mwili wake. "Maria, subiri!" Jamila alipiga kelele, akijaribu kumshika, lakini nguvu zile zilimvuta Maria ndani ya kioo kwa kasi. Maria alijikuta akianguka kwenye ardhi ngumu, lakini si ndani ya chumba kile tena. Alikuwa mahali tofauti, mahali pa giza, baridi na kimya. Alipoinua kichwa chake, aliona msichana mdogo amesimama mbele yake, macho yake yakiwa na huzuni isiyoelezeka. "Halima?" Maria aliuliza kwa upole. Msichana yule alitikisa kichwa polepole. "Unapaswa kuondoka Maria. Wanaweza kukuona sasa," alisema kwa sauti ya kunong'ona. Maria alitetemeka. Nani anaweza kuniona?" Lakini kabla Halima hajajibu, sauti nzito na ya kutisha ilisikika nyuma yao. Umekuja mbali sana Maria." Maria aligeuka kwa kasi, na hapo aliona kivuli kikubwa zaidi ya vyote, kikiwa na macho mekundu yanayowaka kwa ghadhabu. Jamila alilia kwa hofu, huku akiwa bado nje ya kioo, akijaribu kumuita Maria. "Maria, rudi, tafadhali, rudi." Lakini Maria alikuwa tayari ameingia ndani ya dunia nyingine, dunia ambayo hakujua kama angeweza kutoka salama. Mwisho wa sehemu ya 8.